Ukipita kwenye vyombo vya habari vikubwa ulimwenguni, viwe vikubwa viwe vidogo, story kubwa ni kuhusiana na vita ambayo inaendelea sasa kati ya Iran dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Lakini ukiachilia mbali discussion yote, mashambulizi, tambo za mitandaoni, kila kitu, kikubwa zaidi ambacho kinapiganiwa hapa ni issue nzima ya nuclear. Yani Iran hatakiwi kabisa kuzalisha silaha za nuclear, na hilo swala linapingwa na mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani kwa sababu ya madhara ambayo yanaweza kutokea pale ambapo Iran atapata nafasi ya kuzalisha silaha za nuclear. Lakini pia hofu kubwa ni jinsi ambavyo Israel anaogopa Iran kuwa na silaha hizo za nuclear, kwa sababu Mashariki ya Kati, moja kati ya mataifa strong na yana utajiri mkubwa ni pamoja na Iran. So Israel, kama unavyofahamu kwamba amekuwa ni mbabe sana pale Afrika, pale Mashariki ya Kati, anahofia kuwa na rival ambaye anaweza kutengeneza hizi silaha alafu mwisho wa siku akazitumia katika mapigano. Mpaka sasa Israel anapigana vita nyingi sana. Anapigana vita na Lebanon, anapigana vita na Iran, anapigana vita na mataifa mengi sana. Sijui hata muda wa uzalishaji anaupata wapi Iran, Israel, lakini all in all it is what it is. Sasa nikasema nikwambie tu kwa ufupi hapa mataifa ambayo yanamiliki silaha hizi za nuclear, historia fupi ya silaha hizi za nuclear, madhara ambayo tunaweza tukayapata kutokana na milipuko ya endapo ikitokea kwenye vita hizi wakatumia silaha za nuclear. Silaha za nuclear kwa mara ya kwanza na ya mwisho ilitumika Agosti 1945 kwenye vita ya pili ya dunia, pale ambapo Marekani aliamua kuzitumia hizo silaha kumaliza vita ya pili ya dunia kwa kumpiga Japani, ambapo Marekani alipiga sehemu mbili, Hiroshima pamoja na Nagasaki. Kile ambacho kilitokea pale kimsingi kimekuwa kikisumbua vichwa vya viongozi wengi duniani, kwamba kama teknolojia ya mwaka 1945 ilitengeneza mlipuko wa namna ile, watu zaidi ya 200,000 walifariki papo hapo baada ya mlipuko ule kutokea, itakuwaje leo hii na jinsi ambavyo teknolojia imeweza kuwa advance zaidi. Sasa nuclear ni nini kwanza? Tofauti na silaha zingine za baruti au milipuko mingine ambayo tumezoea siku zote, silaha za nuclear, wanasema tofauti ya bomu ya kawaida inayotumia baruti na kemikali za milipuko, silaha ya nuclear ni kifaa kinachopata nguvu yake kwa kutumia atomi. So zile atomi huungana, lakini pia atomi hutawanyika. Pale ambapo zinatawanyika ndipo ambapo zinatengeneza matokeo mabaya zaidi, kibalisha kwamba huu mlipuko ni wa kipekee sana, huzalisha joto kali sana, ni zaidi ya joto la katikati kwenye kiini cha jua. Kwa mujibu wao wanakuambia joto ambalo linazalishwa pale linapolipuka ni zaidi ya joto linalozalishwa na jua kwenye kiini chake. Lakini pia si hivyo tu, unaambiwa miale ya ule mwanga sasa baada ya kulipuka, ule mwanga ni mwanga ambao unaweza kukusababishia upofu hapo hapo. Lakini pia si hivyo tu, madhara sasa baada ya mlipuko huo kutokea, ukiachilia mbali watu kufa, madhara yake ni kwamba inaenda kwa kizazi, kwa sababu katika sehemu hiyo ambayo mlipuko utakuwa umefanyika, basi tambua kutakuwa na watu wengi wenye kansa, inaenda kwenye kizazi kutengeneza watu wengi wenye kansa, lakini pia itasababisha ulemavu wa kudumu. Angalia Hiroshima na Nagasaki, mpaka leo hii Marekani inailipa Japani kutokana na madhara ambayo yalitokea. Kuna baadhi ya sehemu hata tu mazingira tu kupata miti, majani ni changamoto kutokana na mabaki ambayo bado yanabaki kwenye ardhi, lakini pia kwenye anga husika kwa miaka mingi. So matokeo ya mlipuko wa bomu la nuclear ni matokeo ambayo yanakuja kurithika kwenye vizazi. Unaweza kaona kama mwaka 1945 mambo yalikuwa kama hivyo, inakuwaje kwa sasa hivi? Lakini pia sasa mtu wa kwanza kuinvent haya mabomu ya nuclear alikuwa jamaa mmoja anaitwa J. Robert, ambaye yeye
aliingia zake maabara akatengeneza haya mabomu mawili ambayo yalitumika kwenye vita ya pili ya dunia na Marekani. Na baada ya tukio lile kutokea ambapo watu zaidi ya 200,000 walifariki dunia, jamaa alisema kwamba sasa nimekuwa kifo mharibifu wa walimwengu. Hata aliyetengeneza hakutegemea kama matokeo yangekuwa kama vile, lakini ilizi kikatokea na watu wakapoteza sana maisha. Nchi gani sasa ambazo zinamiliki nuclear mpaka sasa? Nchi ya kwanza ambayo inamiliki nuclear ni Mrusi. Warusi ndio ambao wanamiliki nuclear, ni vichwa vya nuclear vingi zaidi. Wana zaidi ya vichwa vya nuclear 5500. So Marekani yeye anashika nafasi ya pili, ambaye yeye ana teknolojia ya juu zaidi ya kurusha makombora hayo ya nuclear. So Mrusi yeye ana vichwa vyake vingi zaidi ya 5500, na Marekani ndio anafuata, ambaye ana teknolojia ya juu zaidi kwenye kuvirusha hivyo hayo mabomu ya nuclear. Lakini pia nafasi ya tatu inashikiliwa na China, ambapo yenyewe inaongoza kwa uzalishaji wa silaha hizi kwa sasa. Yenyewe inazalisha sana silaha za nuclear. Na namba 4 inashikilia Ufaransa, ambapo nguvu kuu ya nuclear ipo pale. Yaani ukizungumzia Ulaya, Ufaransa ndio inaongoza katika uzalishaji wa nuclear. Uingereza yenyewe inategemea mifumo ya makombora ya nuclear kutoka kwenye nyambizi. Yaani yenyewe imeinvest zaidi makombora yake ya nuclear yamewekwa kwenye nyambizi chini ya bahari hapo huko. Kwa hiyo muda wote kikinuka, wao hawajahifadhi ardhini, wao yako chini ya maji. Lakini pia inayofuata ni Pakistan, taifa la kwanza la Kiislamu kumiliki teknolojia hii. Anayefuata ni Muhindi, akiwa mpinzani mkuu wa Pakistani katika ukanda wa Asia Kusini. Of course, Pakistani na India ni mataifa ambayo hayaelewani. Kwa maana Pakistani akiwa na hilo bomu huwezi kumzuia Muhindi. Muhindi akiwa naye huwezi kumzuia Pakistani, kwa sababu wanaishi kwa kutegeana kwamba nikanyage tu nifanye mambo yangu. Lakini taifa linalofuata ni Israeli. Sasa Israeli kidogo iko tofauti, kwa sababu Israeli wenyewe hawaja confirm kwamba wana nuclear, ila dunia inajua kwamba Israel ina nuclear. That is you have to know kwamba dunia inajua kwamba Israel ina nuclear, ila mpaka sasa Israel haijawahi kuthibitisha kwamba ina silaha za nuclear. Lakini pia taifa lingine ni Korea Kaskazini. Ni taifa ambalo linaongoza kwa kufanya majaribio ya silaha za nuclear. Hivi ninavyokuambia tu, siku ya jana Bwana Kim amefanya majaribio ya silaha za nuclear. Ukiangalia, ukipita kwenye social media utakutana na hizi memes zikisema kwamba ni kama vile Kim anatamani sana ahusishwe katika vita ambayo inaendelea kwa sasa kati ya Marekani Israel wakiwa wanamshambulia Iran. Ila sasa hana sababu. Ni kama vile mtoto mwenye toys alafu hana wa kucheza naye. Ndio kitu ambacho kinamtokea Kim. Umeelewa? Kwa nini sasa baadhi ya nchi zinapigwa marufuku kumiliki silaha za nuclear? Mnamo mwaka 1968 wanadiplomasia walikaa chini wakakubaliana kwamba wale ambao wana nuclear wabaki nazo, lakini wale ambao hawana wasiwe nazo. Yaani hautakiwi kuzalisha nuclear kama hauna. So hii teknolojia haitakiwi kusambazwa. Mkataba huu unafahamika kwa jina la NPT. Ni mkataba maarufu sana ambao ulisainiwa mwaka 1968 ukikataza mataifa mapya kumiliki silaha za nuclear. Yote kwa yote wanafanya ili kupunguza uwezekano wa mataifa kutumia silaha hizi katika vita mbalimbali. Mpaka sasa Iran wanasema kwamba wanatumia silaha za zamani, hawatumii silaha mpya ambazo wamezizalisha. Moja kati ya bomu ambalo kuna picha yake imetrend sana kwenye social media, ilionekana ni bomu la mwaka 1958 huko. Sio bomu jipya. So Muirani mwenyewe anasema sisi kwa sasa mpaka sasa tunatumia mabomu yetu ya zamani, hatujatumia silaha zetu mpya. So kuruhusu nchi mbalimbali kuwa na silaha za nuclear ni kutaka kuiangamiza ulimwengu, dunia iangamie, kwa sababu kila mtu akiwa nazo basi chochote kinaweza kutokea. It is what it is. Hitimisho langu tu ni kwamba silaha za nuclear hazikutengenezwa ili zitumike, bali zimetengenezwa ili watu watishiane.
So mpaka ukaona dunia inafika stage ya kutumia hizi silaha za nyuklia, ujue tumefika katika stage mbaya sana, kwa sababu hawa tu walionazo hizi silaha wakisema wazitumie, inamaanisha dunia nzima itakuwa imeangamia kwa staili hiyo. So watu wanazalisha hizi silaha za nyuklia kwa lengo moja tu, kutishiana kwamba mimi ninazo, yule anazo, hivyo tuheshimiane. Na kila taifa kubwa linatamani kuwa na silaha hizi ili kujihakikishia ulinzi kwamba tupo strong. Weka komenti yako hapa chini kwa kile ambacho kinaendelea Iran kwa sasa. Unadhani tunaweza kushuhudia matumizi ya bomu au silaha za nyuklia Mashariki ya Kati? Weka komenti yako hapa chini. Mimi naitwa Ricky Kisalala sana.